Naitwa Romanus Mapunda, ni mwanachama wa chama cha wananchi CUF. Leo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2026. Nimeleta barua yangu ya malalamiko kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Mheshimiwa Jaji Mtungi kulalamikia dhidi ya uchaguzi uliofanyika, uchaguzi wa marudio mwaka huu 2026. Hivyo basi wote tunafahamu tarehe 21 mwezi huu tumeweza kufanya uchaguzi wa marudio ndani ya ofisi yetu ya chama cha wananchi CUF baada ya kubatilishwa ule uchaguzi baada ya kubatilishwa ule uongozi mkuu wa chama chetu cha taifa Mheshimiwa Profesa Ibrahim Lipumba pamoja na makamu wote wawili Tanzania bara pamoja na Zanzibar pamoja na viongozi wengine. Baada ya ofisi ya msajili kubatilisha, iliagiza tuweze kufanya uchaguzi wa marudio, lakini baada ya kufanyika uchaguzi wa marudio tayari kuna ukiukwaji mkubwa sana wa katiba yetu ya chama pamoja na marekebisho madogo ambavyo bado hatukuweza kukizi vigezo, ikatupelekea sisi wengine kulalamika kama hivyo nilivyosema. Lakini moja malalamiko ambayo nimeandika kwenye barua, katiba yetu ya chama inasema kwamba wenye sifa za kumchagua mwenyekiti na makamu mwenyekiti wote wawili wa Zanzibar na bara ni wajumbe wa mkutano mkuu taifa, lakini kuna kuna zaidi ya wajumbe 109 ambao wao walikuwa sio wajumbe halali wa mkutano mkuu. Ina maana wamechukuliwa tu mamruki mtaani na wamechukuliwa wanachama wa kawaida, wameingizwa kwenye ukumbi kwa ajili ya kuweza kuwachagua watu wanaowahitaji. Hilo la kwanza. Lakini lalamiko langu la pili nimelizungumzia kwenye barua kwamba baada ya ofisi ya msajili kutengua uongozi batili wa kitaifa, chama chetu kiliweza kutoa au kufanya uchaguzi haraka sana bila kufuata utaratibu. Kwa mfano, uchaguzi unatakiwa utangazwe kwa wanachama. Uchaguzi unatakiwa utangazwe kwa wanachama na utolewe utaratibu, fomu zitaanza kutolewa lini, watu watajaza lini na ziweze kurudishwa lini. Lakini huu utaratibu haukuwepo na hata zoezi la kutangazwa haikuwepo. Kwa mfano, mie nilitia nia kugombea nafasi ya makamu mwenyekiti bara, lakini mpaka inafika tarehe 21 ambayo ni siku ya uchaguzi ndio nimepigiwa simu na mwanachama na kuambiwa leo ndo zinatolewa fomu, na fomu mwisho saa 2 asubuhi, alafu saa 5 watu wanaingia kwenye ukumbi kwa ajili ya kupigiwa kura. Kwa hiyo na maana mimi fomu nimejaziwa na mwanachama. Nimejaziwa fomu ya makamu mwenyekiti na mwanachama, lakini fomu yangu haijaitwa kwenye ukumbi wa kupigiwa kura na hakuna taarifa zozote zinazoonesha mimi nilikuwa mgombea. Kwa hiyo na mambo yanayofanana na kuna wengine wameenguliwa, wengine yani hivyo. Kwa hiyo tunaamini ofisi ya msajili kama ilivyotenda haki mwanzo na hivi sasa itaweza kutenda haki tena. Asanteni sana. Kama nilivyozungumza ni ufinywaji wa demokrasia, kwa sababu tunapozungumzia sisi chama chetu, kauli mbiu yetu kubwa na filosofi yetu tunaamini ni haki sawa kwa wote. Sasa inapotokea wakati wa uchaguzi wengine wananyimwa haki za kugombea, kwa mfano mwenyekiti alijitoa kuweza kugombea tena, lakini sasa inaonekana uongozi uliotenguliwa uliandaa watu wao, na ndio maana imenyima wanachama wengine haki ya kutangaziwa kuchukua fomu, na wengine wamezuiliwa kabisa wasichukue fomu na kutolewa maneno ya kashfa au maneno ya kuwaogopesha kwamba fulani akichukua fomu tutamfukuza wanachama na vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo hayo yote yanatokea kwa sababu ya hofu walionayo na kwa sababu ya wao wanajua wakiruhusu uchaguzi wa huru na haki hawawezi wakarudi tena kwenye nafasi zao. Ofisi ya msajili iweze kutenda haki, lakini na naamini itatenda haki kama ilivyofanya mwanzo, lakini baada ya kutenda haki chama chetu sasa kisimame still, kiweze kutangaza na kufuata taratibu zote zilizoko kwenye katiba yetu ya chama. Watu wote waruhusiwe kuchukua fomu ya kugombea nafasi mbalimbali kwenye chama chetu. Pengine upingaji wewe hauoni kama unaenda kukupelekea kwenye, yani ni kama tafulani fulani kwenye chama chako? Hiyo ndio maana ya demokrasia. Demokrasia maana yake kuna kuwa na usawa. Kwa mfano hata mimi leo nikawa makamu mwenyekiti au nikawa mwenyekiti wa chama, kwa mujibu wa katiba natakiwa, yani wanachama wengine wana haki sawa na mwenyekiti.
Sasa hiyo kama kudai haki za msingi itakuwa ni kuleta tafrani, maanake sasa itakuwa ni kinyume chake. Lakini naamini kimfano kama leo nilikuwa nawasiliana na Mheshimiwa Jaji Mtungi, tulitakiwa kuja watu wengi sana, Costa 8, lakini akasema mkija na Costa 8 itaonekana mnaleta maandamano. Wewe leta barua, na kuna wagombea wenzangu wametangulia hapa wameleta barua za kulalamika. Kwa hiyo sio tafrani, ni swala tu watu wanatafuta haki zao za msingi ili demokrasia iweze kupatikana. Umesema kuna wagombea wenzako ambao wameleta hapa, ni kama wangapi? Wako 3. Na wewe ni wanne? Mimi ni 3. Wewe ni 3. Yeah, manake huko wako 2 na mimi ni mmoja wa 3. Na pia kuna kesi zimefunguliwa mahakamani. Hiyo manake unaweza kaona ni kwamba watu wanatafuta demokrasia, wanatafuta haki na demokrasia. Sasa kutafuta haki sio kuleta vurugu. Ndio. Uchaguzi wa mwanzo ulikuwa wa awali kabisa ambao ulitenguliwa na msajili ulikuwa mwaka 2024, na huu wa marudio ulikuwa Jumamosi iliyopita tarehe 21 mwezi huu wa pili mwaka 2026.